Siku zote nuru ikisha waka, giza hukimbia, wala nuru haibishani na giza. Kitendo chote cha nuru kuwaka, giza hupotea. Bwana Yesu asifiwe sana, mtu wa Mungu. Sasa tukisoma katika Wakorintho wa pili sura ya 6 mstari kuanzia wa 14 mpaka ule mstari wa 17, tunaonyeshwa hapo kwamba hapana ushirika kati ya nuru na giza, na huo ndio uhalisia. Kwa hiyo unaweza kujiuliza, kwa nini watu wananikataa? Kwa nini watu wananitenga? Kwa nini watu wananichukia? Watu wananidharau, watu wananipinga? Na ukiangalia mimi nimewaonyesha upendo, nimewaonyesha heshima, ninawajali, ninawathamini, ninajitoa kwa ajili yao na niko tayari kwa lolote kujitoa kwa ajili yao. Sijafanya ubaya wote ule, lakini kwa nini wao wananifanya mimi ubaya? Kwa nini wananionea? Kwa nini wananitendea mabaya? Kwa nini wananisema vibaya? Kwa nini wananipinga? Kwa nini wananizuia kwenye mambo yangu ikiwa mimi niko tayari kwa support wao kwenye mambo yao? Unajiuliza kwa nini? Ndugu yangu, usipate shida sana kujiuliza maswali kama hayo ukaumia kichwa. Kuna wakati unaumia kichwa, yaani unawaza upati majibu. Kwa nini hao watu wananitendea hivi jamani? Nimekosea nini? Au nina roho ya kukataliwa ndio maana hao watu wananikataa? Au nina mikosi ndio maana hao watu wananikataa? Kumbe hata sio mikosi. Kumbe wewe kwa sababu umempokea Kristo Yesu umefanyika nuru. Kwa sababu wewe ni nuru, wao ndani yao kuna giza kwa sababu bado hawajamruhusu nuru ya Kristo ingie ndani yao. Wakati mwingine nataka nikwambie hili. Kuna watu ambao wanaenda kanisani lakini hawajaruhusu nuru ya Kristo ikae ndani yao. Bado kuna giza ndani yao. Bado kuna maisha ya uovu wanaishi. Bado hawajamruhusu Yesu kweli achukue nafasi kwenye maisha yao. Kwa hiyo hata hao pia ukiwa karibu nao, kuna vitu ukiwa unaongea nao, kuna namna wanakuwa convicted. Yaani kuna namna wanakuwa kama wanahukumiwa kwa sababu wanaona lile giza ambalo liko ndani yao unali-expose kwao. Unaona, ukisha-expose kwao wanakosa amani kukaa karibu na wewe. Kwa hiyo watakuchukia tu na watakutenga tu hata kama ni waamini wenzio. Kwa sababu wao hawajaruhusu nuru ya Kristo imulike ndani yao. Kwa hiyo kwa sababu wewe ni nuru, usitegemee kila mtu atakupokea. Kwenye hii dunia kuna watu wanategemea giza, kuna watu wanategemea ilizi, kuna watu wanategemea chale za waganga, kuna watu wanategemea mavitu ya ajabu. Watu wanatembea na mavitu ya ajabu kwenye miili yao, kwenye maofisi yao, kwenye mabegi yao. Watu wanatembea na vitu vya ajabu kama ulinzi, kama mvuto, kama kibali, kama protection. Waanza kujikuta wametokea tu kumpenda mtu ghafla, hauelewi kwa nini nimempenda. Nimejikuta tu nimempenda, hujui amefanya nini. Waanza kutokea tu umemkubali mtu na muamini mtu ghafla tu, yani from nowhere, huelewi. Kuna vitu vingi sana vinavyoendelea katika ulimwengu wa roho. Bwana Yesu asifiwe sana. Nisikupeleke mbali sana, mtu wa Mungu. Tunapoambiwa kwamba sisi ni nuru na giza, nimekupasa utambue sasa kwamba wewe hautapatana na kila mtu kwenye hii dunia. Wewe hautapendwa na kila mtu kwenye hii dunia. Wewe hautaheshimiwa, hautakubaliwa na kila mtu, wala si kila ofisi, kila taasisi itakukubali wewe. Taasisi zingine misingi yake ni madhabahu za giza. Sasa itakupokeaje wewe ambaye uko fully ni nuru ya Kristo? Ukifika pale utaexpose kila kitu, vitu vitaharibika, kwa sababu Mungu, sisi ni hekalu la Mungu. Mungu yuko ndani yetu. Maana yake mahali popote ambapo mimi nipo, Mungu yuko pamoja na mimi. Maana yake na kazi za Mungu zitadhihirika na kudhibitika. Na Mungu mahali popote anapokanyaga, kazi za giza zinaharibika na kuteketea. Kama ambavyo anasema kwenye mstari huu wa 16. Anasema tena, pana mapatano gani kati ya hekalu la Mungu na sanamu? Kwa maana sisi tu hekalu la Mungu aliye hai, kama Mungu alivyosema ya kwamba nitakaa ndani yao na kati yao nitatembea, nami nitakuwa Mungu wao nao watakuwa watu wangu. Kwamba Mungu anakaa ndani yetu na kati yetu anatembea. Maana yake popote unapoingia wewe uko pamoja na Mungu na Mungu anatembea na kazi za Mungu zinadhihirika. Kwa hiyo kama taasisi au ofisi msingi wake au madhabahu yake imejengwa katika madhabahu ya giza, haiwezi kukukubali wewe, lazima itakukataa. Hata kama una sifa nzuri, hata kama una tabia nzuri, hata kama una kila kitu kuwazidi wote mahali hapo na unastahili hiyo nafasi, utakataliwa. Si kwa sababu hauna sifa, bali kwa sababu wewe ni nuru na hilo ni giza. Kuna watu ambao wanatumia vitu vibaya, wanaamini vitu vibaya, wamevaa vitu vibaya. Wewe ni nuru ya Kristo. Nguvu za giza zinaharibika. Ndio maana kwanza ukiwa na nguvu za Mungu ndani yako, ukimkaribia tu mtu mwenye pepo, anaweza akalipuka mapepo. Kwa sababu sisi tumepewa mamlaka ya kuharibu, ya kukanyaga na kuharibu kazi zote za adui, nguvu zote za adui, na hakuna kitu kitakachotudhuru. Maana yake sisi tukikaribiana na watu hao wa aina hiyo, maana yake nguvu zao wao zinazofika, kwa sababu sisi tuna Mungu ambaye ni nguvu kubwa, ambayo haina ukomo wala mipaka wala haiishi wala hai-expire. Lakini nguvu zao wao zina expire. Ndio maana unakuta kwamba anaambiwa na mganga kila baada ya muda fulani inabidi aende akaongeze nguvu, kila baada ya muda fulani anabidi afanye kitu hiki, kila baada ya muda. Nguvu zao zina expire. Lakini nguvu yetu sisi, source ya nguvu yetu sisi haina ukomo wala mipaka
Ndiyo maana muda wote tunaendelea kuwa na nguvu kadri ambavyo tunaendelea kusoma neno la Mungu, na kadri ambavyo tunaendelea kuomba tunaendelea kuwa imara, tunaendelea kuwa na nguvu. Kwa hiyo wao wanaendelea kuishiwa nguvu, wanazofika kwa sababu wao maisha yao ni ya giza. Muda wote wewe kwa sababu ni nuru, unakuwa kama una expose. Kuna mambo ya ajabu wameficha ndani ya mioyo yao, wameficha ndani ya maisha yao, wameficha ndani yao. Wewe ni nuru, wanakuwa exposed mbele yako. Yaani ni kama mtu muovu au mtu mbaya akiwa mbele yako, kwa sababu una Kristo, anakuwa ni kama vile ameanikwa wazi mbele yako. Yaani unakuwa unamuona ndani mpaka nje. Ndio maana ukiwa na Kristo unakuwa hata una uwezo wa kumsoma mtu, wa kumtambua mtu. Kwa mfano mtu kama anakudanganya, hamna haja ya kuangalia lips zake wala macho yake au sauti yake kwamba ina toni gani ili ujue kama anakudanganya. No. Unaweza kaangalia kutokea ndani ya moyo wake, ukajua kabisa kwamba huyu mtu ananidanganya, lakini unachagua tu kumheshimu kwa sababu umeamua kumheshimu. Si kwa sababu labda hauelewi kwamba anakudanganya. Unaelewa kabisa kwamba anakudanganya, anakuona kama ni mtoto mdogo, anakupotezea muda. Lakini unachagua tu kumsikiliza na kumheshimu na kumuitikia kwa sababu umechagua tu kumheshimu na ujinga wake na upumbavu wake. Unaona? Kwa hiyo usije ukashangaa watu wanakukataa, watu wanakudharau. Si kila mtu, watu wanaokukataa, wanaokudharau ni kwa sababu wewe ni mbaya. Wakati wengine wanakukataa, wanakutenga, wanakudharau ni kwa sababu haustahili kuwa sehemu yao, kwa sababu wao ni wabaya, wewe ni mzuri, kwa sababu wao ni giza, wewe ni nuru, na kwa sababu hawako tayari kubadilika, ndio maana hawataki nuru yako, kwa sababu bado wanataka kuendelea kujificha. Ndio maana imeandikwa kwamba nuru imeingia katika ulimwengu, lakini watu wanakimbilia giza kwa sababu wanalipenda giza. Watu hawataki nuru kwa sababu wanaipenda giza. Kwa mtu ambaye analipenda giza kwa sababu wewe ni nuru na hayupo tayari kubadilika, lazima atakutenga tu. Ndio maana utashangaa mahusiano yanavunjika. Watu wako karibu wengine wanakuacha baada ya kumpokea Yesu. Unakuta wakati mwingine wazazi wako unagombana nao kwa sababu wazazi wako unakuta wana miungu yao ambao wanaitumikia au wanaiabudu. Kuna vitu vyao walishapewa na mababu zao, wanavitumainia na wanaviamini hivyo vitu. Wanategemea na wewe pia waje kukurisisha kupatia hivyo vitu. Ambao vinatesa ukoo, vinatesa familia hivyo vitu, lakini wao wamevishikilia enzi na enzi, wanatembea nao, wananisishana navyo. Kwa hiyo kwa sababu wewe umeamua kumpokea Yesu Kristo na umekuwa nuru, hata mzazi wako ambaye anatumikia sanamu atakuchukia tu. Kwa hiyo usijisikie vibaya dunia ikikukataa, watu walikutenga, watu walikudharau, ukakosa nafasi za kazi, ukakosa nafasi za fursa, ukajisikia vibaya. No, kuna milango haitafunguka kwa sababu ndani yake ni giza na wewe ni nuru.